wapendwa dada zangu Karumna na Kanyanyazi, Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Asante. Wazo letu la leo, sina mtu. Mwambie jirani yako, sina mtu. Tumesikia katika Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 3 na mstari wa 5 hadi wa 16. Wagonjwa walikuwa wanaenda katika birika liitwayo kwa Kiebrania Bethsatha. Sasa maji yalipokuwa yanatibuka, mgonjwa anayekuwa wa kwanza kuingizwa anaponywa. Kuna mmoja alikaa miaka 38, umri wa mtu mzima. Kwa hiyo ikawa shida yake kubwa, ana mtu wa kumuingiza, lakini jambo kubwa alilokuwa analitaka ni uponyaji. Hata Yesu alipomuuliza unataka kuwa mzima, akukumbuka hayo akasema sina mtu. Akasahau analolitaka, sema sina mtu. Lile nalolitaka ningelipata kama ningekuwa na mtu. Hiyo lugha ya sina mtu si lugha tu ya huyu mgonjwa, ni lugha ya watu wengi katika uhalisia sasa hivi. Sina mtu. Kuna kijana wa chuo kikuu alikuwa na followers 2000 wa chaneli yake, lakini alipopata matatizo na kuugua akajaribu kuwaendea, hakuna aliyemsaidia. Ana watu 2000 kwenye mtandao, lakini hakuna aliyemsaidia. Kuna baadhi ya mastaa wanapendwa sana, wanawashabiki, lakini akiingia kwenye matatizo anasema sina mtu. Kuna makundi matatu yanayosema sina mtu. Kundi la kwanza ni kundi la wazee na wagonjwa. Unaweza kukuta mama au baba wanapambana, wanalisha watoto 9, wako primary, wanatoka shule, wanawalisha, lakini hao watoto wakikua wanashindwa kulisha wawili hao waliowalisha wakiwa 9. Kukuta mzee analalamika